Kama unataka kupaka dawa zile za kuondoa maotea au vinyamanyama sehemu za siri, hakikisha unafata maelekezo vizuri. Cha kwanza, hakikisha ile dawa unaweka kidogo sana. Yaani unapoambiwa uweke kitone, basi weka kitone, usiweke nyingi. Lakini pia hakikisha unaweka sehemu iliyoathirika tu, yaani sehemu ya kile kinyama peke yake. Usiweke sehemu ambayo hakuna hayo maotea, hiyo kwa sababu hiyo sehemu nyingine itaungua. Lakini pia hakikisha unakaa nayo kwa muda ulioandikwa kwenye hiyo cream. Kama imeandikwa ni dakika 30, basi hakikisha unatumia dakika 30. Na hiyo mara nyingi inakuwa ni dakika 30, ikienda sana dakika 45. Lakini kuna watu ambao wanapaka usiku na anao mpaka asubuhi, ndio maana anakuja kukuta kwamba imemchoma na kumuunguza. Kwa hiyo hakikisha unafuata maelekezo kama ulivyoelekezwa. Lakini kama utakuwa na changamoto kama hizo za wax, maotea, vinyamanyama sehemu za siri, unaweza ukachukua namba yangu ya simu katika bio yangu ukanipigia na nikakuelekeza jinsi gani ya kuweza kuondokana na changamoto hiyo kuanzia ndani mpaka nje, kwa sababu wengi huwa wanatibu tu nje, hawatibu kule ndani. Kumbuka, unapoongelea maotea au vinyamanyama sehemu za siri, unaongelea virusi hatari sana ambavyo tunasema virusi vya HPV, yani human papilloma virus. Na virusi hivi vinakaa ndani ya mwili wako. Kwa hiyo kwa kukichoma kwenye ngozi haimaanishi kwamba wewe unakuwa umepona tatizo lako, bali unakuwa umeondoa ule muonekano ambao vile virusi vimesababisha, lakini haujaondoa vile virusi vyenyewe. Ndio maana unajikuta kwamba tatizo lako linakuwa haliponi. So kama utakuwa wewe ni mmoja wa watu ambao wanasumbuliwa na vinyama sehemu za siri, chukua namba yangu bao nipigie niweze kusaidia jinsi gani ya kuweza kupona kabisa tatizo la maotea, vinyamanyama pamoja na hizo wax ambazo ziko sehemu za siri.